Mwanamke anamfumania mume wake akimvalisha pete dada wa kazi. Je, nini kilitokea? Sikiliza simulizi hii mwanzo mpaka mwisho uweze kufahamu mkasa na sababu ambazo zilipelekea mwanaume huyu kumvalisha pete ya uchumba na kumuoa dada wa kazi. Kulikuwa na wanandoa wa makamo waliokuwa wakiishi jijini Dar es Salaam. Wote walikuwa wamezidi miaka 45. Watoto wao wawili wakiwa tayari wameshaanza maisha yao, mmoja akiwa chuoni na mwingine kazini Morogoro. Walikuwa wanandoa waliopitia mengi pamoja, shida na mafanikio na mapambano ya maisha ya mjini. Jina la mume alikuwa akiitwa Mzee Rashidi na mke wake aliitwa Bi Hidaya. Mzee Rashidi alikuwa mfanyakazi serikalini, idara ya uhasibu. Alikuwa ni mtu wa nidhamu sana, mwenye kujali familia yake na mwenye upendo, ingawa wakati mwingine alikuwa mkali kidogo. Hidaya naye alikuwa ni mwanamke aliyewahi kuwa mchapakazi, lakini miaka ilivyozidi kusonga, alizidi kuwa mvivu na mwenye kujiamini kupita kiasi. Mara nyingi alitamka kwa majivuno, "Mimi siwezi kupika kama kina mama wa mitaani. Nina kazi nyingi ofisini. Wacha wale waliokaa nyumbani wafanye hayo." Mwisho wa kunukuu. Hayo ni kuwa ni maneno ya kwake Bi Hidaya akimjibu mume wake pindi ambapo mume wake akihitaji chakula. Alikuwa akiamka mapema na kukimbilia ofisini, akirudi jioni akiwa amechoka bila hata kuangalia hali ya nyumba. Chakula kilikuwa kinaagizwa kutoka migahawani au kuletwa na wauzaji wa chakula. Mzee Rashidi kwa muda mrefu alijitahidi kuvumilia na mara nyingi aliishia kusema kwa upole, "Hidaya, si vibaya tukipika wenyewe nyumbani. Hivi vichakula vya migawani si salama kila siku." Hayo ni maneno ya Mzee Rashidi, lakini Hidaya alikuwa na jibu la haraka, "Mzee, mimi sina muda wa kupika. Unajua kabisa kazi zangu zinanichosha. Hata wewe usingependa nikae jikoni nikashinda nikiwa nimechoka." Mwisho kunukuu. Hayo ni maneno ya Hidaya akimjibu mume wake. Siku zikapita, miezi ikaenda na hali ikazidi kuwa mbaya. Mzee Rashidi alianza kuona nyumba yao haijapangwa vizuri. Nguo hazifuliwi kwa wakati na hata chumba chao kilikuwa kina usafi wa kutosha. Alipojaribu kulalamika, majibu yalikuwa yale yale: kuchoka, kazi nyingi na kukosa muda. Siku moja wakiwa katika meza wakila chakula walicholetewa na wauza chakula, Mzee Rashidi alimtazama mke wake na kusema kwa sauti ya upole lakini ya maumivu, "Hidaya, maisha haya tunayoishi si yale tuliyoyapanga. Nyumba hii haina uhai, hakuna chakula cha nyumbani, hakuna upendo, kila mtu anahangaika kivyake, hata mazungumzo yamepotea." Hidaya alimtazama kwa jicho la dharau kidogo akamjibu, "Mzee, mimi si mjakazi. Kama nataka huduma zote hizo ni bora tuajiri dada wa kazi." Maneno yale yalikaa moyoni mwa Mzee Rashidi kama kisu. Hakuwa amewahi kufikiria mkewe anaweza kusema hivyo, lakini alijizuia tu kuongea zaidi. Baada ya siku kadhaa, Hidaya mwenyewe aliamua kufuata wazo lake. Akaomba likizo ya wiki moja, akaenda kijijini kwao Mvomero kufuata dada wa kazi. Alipofika kijijini alikutana na msichana mdogo Asha mwenye umri wa miaka 23. Asha alikuwa ni mnyenyekevu, mwenye heshima na mwenye tabasamu lisiloisha. Alikuwa yatima akilelewa na bibi yake tu. Hidaya alipomuona alijua huyu ndiye atakayemsaidia bila kuangalia mengi. Alimwambia Asha, "Nitakupeleka mjini. Utakuwa ukifanya kazi ndogo ndogo tu, kupika, kufua na kusafisha. Nitakulipa vizuri." Asha alifurahi pamoja na bibi yake. Aliona kama ni fursa ama bahati ama neema ya maisha imemwangukia. Hivyo basi bibi yake na Asha alimruhusu Asha aondoke na Hidaya kwa kuwa wanafahamiana. Asha alipoingia nyumbani alianza kufanya kazi kwa bidii. Nyumba ikaanza kung'aa, nguo zikawa safi na chakula kikawa kinanukia kila jioni. Kwa muda mfupi Mzee Rashidi alianza kuona tofauti kubwa. Alipokuwa akirudi kutoka kazini, alikuta chakula mezani, nyumba safi na harufu nzuri ya sabuni ikitoka kwenye nguo zake. Siku moja alimwambia mke wake, "Hidaya, huyu msichana amefanya makubwa kweli. Nashukuru umemleta." Haya ilikuwa ni maneno ya Mzee Rashidi akimwambia mke wake Hidaya. Hidaya tabasamu kwa majivuno akajibu, "Nilijua utafurahia. Sasa utakuwa na amani, maana sina muda wa hayo mambo madogo madogo." Lakini polepole hali ilianza kubadilika bila Hidaya kugundua, kwa sababu Asha ndiye aliyekuwa akihudumia kila kitu. Hata chumba chao kiligeuka kuwa sehemu ya kazi zake. Alikuwa akiingia kusafisha, kutandika kitanda, kufua mashuka na hata kunyoosha nguo za Mzee Rashidi. Mzee Rashidi alianza kumtazama Asha kwa jicho jingine.
Uadilifu wake, heshima yake na jinsi alivyokuwa mtulivu vilianza kumvutia. Kila asubuhi alipokuwa akiondoka kazini, Asha alikuwa akisema kwa sauti ya upole, "Baba, siku njema kazini." Na kila jioni aliporudi, Asha alikuwa akisema, "Karibu baba, maji yako ya kuoga yako tayari." Maneno hayo madogo yakawa kama dawa kwa moyo wa mzee Rashidi. Alianza kuhisi upweke kutokana na kutojaliwa na mke wake. Wakati huo Hidaya alikuwa akizidi kuwa mbali na familia. Kila siku akirudi nyumbani usiku, akichoka, akizungumza kwa ukali na kulala bila hata kuuliza mume wake siku yake iliendaje. Asha akawa ndiye anayemzungumza na mzee Rashidi zaidi ya mara nyingine yote ndani ya nyumba. Miezi ikapita, ukaribu wao ukaanza kuwa wawazi zaidi. Walikuwa wakicheka kwa utani mdogo mdogo wakati wa chakula, na mara nyingine Asha alijikuta akihisi uoga wa ajabu kila alipomtazama mzee huyo mwenye heshima. Siku moja Hidaya alipokuwa ameenda safari ya kikazi Arusha kwa wiki moja, mzee Rashid alibaki nyumbani na Asha pekee. Usiku mmoja, baada ya Asha kumaliza kazi zake, alisikia mlango ukigongwa taratibu. Akauliza nani? Akasikia sauti ya mzee Rashid akisema, "Ni mimi." Moyo wa Asha uliruka na kusema, "Baba, kuna shida yoyote?" Lakini sauti ya mzee Rashid ilikuwa ya upole isiyo ya kawaida. Akasema, "Hapana Asha, nataka tu tuongee kidogo." Usiku huo ukawa mwanzo wa mambo ambayo yangebadilisha maisha yao wote milele. Wiki moja baadaye, Hidaya aliporudi kutoka Arusha, alihisi kuna mabadiliko ndani ya nyumba. Mume wake alikuwa akicheka zaidi, akitulia zaidi, lakini hakuwa akiongea naye kama zamani. Asha kwa upande mwingine alikuwa kimya sana, akijiepusha kumtazama Bi Hidaya machoni. Kuna usiku mmoja, Hidaya alisikia mazungumzo ya chini kati ya mzee Rashidi na Asha jikoni. Maneno hayakuwa wazi, lakini alihisi sauti ya upole na hisia ambazo hazikupaswa kuwepo. Moyo wake ukaanza kuganda, akiwa mpoteza nguvu. Siku moja Hidaya akiwa anarudi nyumbani, alimkuta mzee Rashidi kapiga goti, akiwa anamvarisha pete Asha ya uchumba. Kwa manake Asha tayari alikuwa amekubali kuwa kimapenzi na mzee Rashidi katika ile wiki ambayo Hidaya alisafiri kwenda Arusha. Hivyo Hidaya alishangaa, imekuweje mume wake anafanya kitu kama hicho? Hidaya akawa mkali kweli kweli, lakini mzee Rashidi akasema maneno haya, "Hidaya, umekuwa mbali na mimi kwa muda mrefu. Nilijitahidi kuvumilia, lakini nilihitaji mtu wa kunijali, kunisikiliza na kuniheshimu. Asha amenionyesha hayo yote." Maneno yale yalimgonga kama radi. Alilia akipiga kelele, akaomba msamaha, akaahidi kubadilika, lakini ilikuwa tayari amechelewa. Mzee Rashidi alikushaamua kabisa. Siku chache baadaye, alifanya harusi ndogo kwa siri, akamuasha kama mke wake wa pili. Lakini baadaye Hidaya alishindwa kuvumilia aibu hiyo, akaomba taraka rasmi. Aliondoka nyumbani na kuanza maisha yake peke yake. Kila siku alikuwa akikumbuka kwa uchungu maneno aliyokuwa akimwambia mumewe zamani, "Mimi sina muda wa mambo madogo madogo kama ya kupika." Sasa alijikuta akiishi peke yake, akipika kwa ajili yake tu, akiosha vyombo vyake mwenyewe, na kila wakati akijiuliza, "Kama ningetumia muda wangu kumjali mume wangu, labda leo nisingekuwa peke yangu." Miaka miwili baadaye alisikia taarifa kuwa Asha na mzee Rashidi wamepata mtoto wa kwanza, na walikuwa na maisha ya utulivu. Hidaya alitokwa na machozi, si kwa chuki bali kwa majuto. Alijifunza somo kubwa la maisha, kwamba kazi na pesa haziwezi kuchukua nafasi ya upendo, heshima na kujali katika ndoa. Na hapo ndipo simulizi yetu nzuri ya kusisimua ilipoishia. Je, wewe maoni yako ni yapi? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment.